ninyi wenyewe muamue. Itumike hekima au kila kitu kiwekwe wazi? Mama unasemaje? Kila kitu kiwe wazi ili tujue jinsi ya kuishi na huyo mbaya wetu. Kila kitu kiwe wazi. Ndio. Mama, huoni kwamba watu wanaweza kwenda kuuana? Hapana. Hutafanya chochote kwa sababu huna ushahidi. Huna ushahidi, huwezi kufanya chochote. Ila unataka ujue ili ujue jinsi ya kuishi naye huyo mtu. Amina. Hebu kimbia kwa yule mama kule. Mama yule pale amevaa kitenge. Mama wewe unasemaje? Hebu njoo kimbia uje huku mama. Kimbia uje hapa nikuone vizuri. Njoo hapa. Amina. Anakuja ameinua mkono kabisa. Yaani anaogopa labda nitachagua mwingine. Mama wewe unasemaje? Baba, mimi nasema useme ukweli. Kwa sababu nilipo hapa ningekuwa mtumishi wa Mungu mkubwa sana. Ulikuwa mtumishi wa Mungu mkubwa sana? Ndio, na nimefanya mambo makubwa kupitia Mungu. Nimeenda paka nchi za nje, lakini ndugu zangu wanasema tutaona kama atafanya kazi. Na paka leo niko nyumbani nimekaa. Hata hapa Dar es Salaam nilishawahudumia watu mambo makubwa ya ajabu. Lakini paka leo mimi nimekaa na maisha yangu ni mabaya zaidi. Kazi ya Mungu ilishakufa, maono niliyokuwa naona yalishakufa. Ndugu zangu wamesimama wanawatesa watoto wangu, wanaendelea na kunitesa mimi. Una watoto wangapi? Nina watoto 8 baba yangu. 8. Katika hao 8 wameinuka wangapi? Hakuna mtoto hata mmoja, wanazidi watoto wangu kuteseka, wote wamedidimia. Lakini mtu anayenitesa, watoto wake wote wameolewa vizuri na wana maisha mazuri. Mimi sina hata nyumba baba. Ninaishi kwa mateso makali. Kila nikitaka kuomba namuona dada yangu yuko mbele yangu. Namuona dada yuko mbele kama malaika. Nilikuwa nafanya huduma kubwa, nimefika nchi za nje. Nampigia mtu maombi anataka kufa anaamka. Watu wamenizunguka, lakini naambiwa sauti inaniambia utarudi huna chochote, na nilirudi sina chochote. Nilipofika kwao wakasema tunataka ukae hapa tukufungulie duka. Nikasema duka langu ni Yesu, mimi narudi Dar es Salaam. Taenda kukaa kwa mateso yote, lakini ipo siku Mungu atanikumbuka. Haleluya. Kwa hiyo mama una watoto 8. Nina watoto 8. Na ulikuwa mtumishi wa Mungu. Ndio. Na ulikuwa na kanisa. Sikuwa na kanisa, nilikuwa na hudumia tu. Ulikuwa na huduma. Huduma imekufa kabisa. Yenye kufa kabisa. Sasa hivi hudumii chochote tena. Hudumii chochote baba. Upo tu. Nazunguka. Unafanya nini sasa? Ninasali tu baba yangu. Nilishaolewa na Yesu. Nasema Yesu hata niacha. Kwa hiyo hata mume una? Sina baba. Ukiamka kitandani ukigusa huko hamna mtu. Hakuna. Ukishika Biblia ndo unakumbuka kwamba Yesu ndiye mume wangu. Basi. Basi baba yangu. Basi baba, nina huduma kubwa sana. Ukiingia kwenye maombi utaniona baba. Nimeshaamsha watu wanataka kufa paka 2 Msumbiji. Hapa nimewaombea watu wanapona magonjwa. Ulienda hadi Msumbiji? Ndio. Lakini angalieni anavyoumia. Huyu ni mtu ambaye wamembandika maandishi ya Kiarabu kwenye mapaja yote. Jesus. Sasa ukishawekwa maandishi ya Kiarabu kwenye mapaja yote mawili, maana yake ni kwamba ni kisomo kinachoua kila aliyetoka katikati ya mapaja yako. Jesus. Hatafanya kitu mpaka siku anarudi katika ardhi uliyomdondosha siku unamzalisha. Amina. Hebu naomba wamama 4 wasiomjua kabisa waje wakamwangalie kwenye mapaja huko. Mtaiona kabisa maandishi ya Kiarabu yameandikwa huko kwenye mapaja yake. Ninayo rika. Unayo. Na wewe mwenyewe unayaona. Rika. Borika tatariko. Rikata. Rika. Kumbe na yeye mwenyewe amekuwa akiyaona. Lakini sasa anayaondoaje? Yes. Hata wewe hapo ulipo shida ulizonazo unazijua. Amina. Lakini unaziondoaje? Hapo ndipo sasa dunia inamtafuta nabii wa ajabu James. Yes. Nendeni mkamwangalie, mniletee ushuhuda ulio mkubwa zaidi.
Amina. Mtu mmoja mahali alipo ainue mikono yake yote miwili. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kuna kiumbe ameshiriki. Kuna kiumbe ameshiriki. Kuna mwanadamu ameshiriki. Kuna mwanadamu ameshiriki. Kuharibu maisha yangu. Kuharibu maisha yangu. Tarehe ya leo. Tarehe ya leo. Kila kitu kiwe wazi. Kiwe wazi. Na kila baya walilolifanya kupitia nyayo za miguu yangu lipate kuondolewa kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Sema amen. Amen. Naomba uketi. Mmeanza kuona vile hasira inapanda? Mmeanza kuona vile hasira inapanda? Mmeanza kuona vile machozi yanatoka? Maana yake ni nini leo? Kama leo sitatumia hekima, kuna mtu atatoka hapa na atapitia kisu dukani kwenda kuua mtu. Narudia tena. Kama leo Mungu wangu hatatumia hekima ya juu, kuna mtu leo atapitia kisu dukani. Halo? Hebu shauriana na jirani yako, itumike hekima au kila kitu kiwe wazi? Jirani yako anasemaje? Ongea naye kwanza. Nakupa dakika moja na hesabu mpaka 30. 1 2 3 4. Jadiliana na jirani yako. Jadiliana na jirani yako. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Endelea kuongea na jirani yako. 20 21 22. Ongea na jirani yako. 23 24 25 26. Amna usihesabu wewe, ongea na jirani yako. 27 28 29 30. Mmekubalianaje? Mmekubalianaje? Kweli. Haya, sikiliza sasa. Angalia, hivi kweli uzae watoto 8 asitokee hata mmoja ambaye ana unafuu kuliko wengine? Katika 8 wote asitokee hata wa kukujengea nyumba na wanaishi Dar es Salaam? Njooni mtuambie mmeona nini kwa huyu mama? Ni kweli ana maandishi upande huu na upande huu. Mmeona? Oh yes. Amina. Mchungaji, huyo ni mchungaji kutoka Dodoma. Mchungaji, umeona nini? Nimeona maandishi kwenye mapaja yake. Kabisa. Ndio. Maandishi ya Kiarabu kabisa. Ndio. Mama? Nimeona maandishi upande huu na upande huu kote wameandika. Binti? Nimeona maandishi upande huu na upande huu. Maana yake ni kwamba kama anavorogwa sasa, kwamba kama alivyotawanya miguu yake, Jesus, watoto wake wakatoka katikati ya miguu yake. Oh yes. Kila aliyetoka katikati ya miguu yake, Amen, atamtazama anarudi ardhini kama alivyokuja duniani. Jesus. Chama. Jinsi ucha ulivyo wa ajabu. Mnaona ucha ulivyo wa ajabu? Kapanda ndege kwenda kutoa huduma nje ya nchi, sio nchi moja, lakini leo anaitafuta sadaka ya kumpeleka kanisani, anaitafuta nauli, anatafuta hela ya kula. Mama, sasa hivi unashughulika na nini? Nazungusha unga wa lishe, mwingine nimekuja nao. Nazungusha unga wa lishe. Unazungusha unga wa lishe? Ndio. Mwingine nimekuja nao pale. Umekuja nao? Ndio. Kwa sasa hivi unatembea mtaani. Na unauza unga wa lishe? Kabisa baba. Hebu ulete hapa niuone.
Amina. Kutoka kupanda ndege kwenda kufanya huduma, sasa hivi anabeba unga wa lishe anazungusha mtaani. Jesus. Anabeba unga anazungusha mtaani. Mwambie jirani yako kwamba leo aliyenifanyia haya anakoma. Haya anakoma. Rudia mara ya pili. Leo aliyenifanyia haya anakoma. Rudia mara ya mwisho. Leo aliyenifanyia haya anakoma. Amina. Unga bora wa lishe, matumizi ni unga bora wenye virutubisho muhimu kwa afya ya mtoto na mzazi. Kwa hiyo ni kwa ajili ya watoto, hata wakubwa tu, mtu yoyote anatumia. Mtu yoyote. Ndio. Kwa hiyo hiki kimoja unauzaje? 3,000. Una mtaji wa kiasi gani mtumishi wa Mungu? Baba, kila nikipanda nikifika 1,500,000 narudi paka 70,000. Pamoja na kupanda ndege mtaji 70,000. Baba. Mama. Una mtaji wa shilingi ngapi? 70,000. 70,000. Ndio. Kwa hiyo leo una pakiti ngapi? Hii ndo shilingi ngapi? Leo zingine niliuza huu wa shilingi 3,000. 3,000. Hizi za hivi ziko 20, hizi zingine hizo za 2,500 ziko 7. 20 si 60,000? Ndio. Hebu lete tuone. Sasa ulikuja nao kwamba utauza hapa au linaweza likatokea lolote? Yaani sijui, Mungu tu ndo ameniambia niinue unga niondokee nao. Nilisaga juzi, jana nimetembeza mifuko 20 nikauza, wengine nikakopesha. Nikaona tu roho inaniambia inua unga uende. Kwanza roho nyingine ilikuwa imenizuia nisiondoke. Nilipolala usingizi wa pili nikaambiwa shetani muongo, ondoka uende kanisani. Na hapa nina wiki kama 4 au 5 na sali. Hujaja kanisani. Nilikuona tu kwenye simu ya mwenzangu. Nikasema hapana, roho inaniambia niende nikasali kwenye hili kanisa. Ndio nikawa nimeondoka. Amina. Nikawa nimekuja. Tangu nije hapa nina amani. Una amani? Nina amani. Nilikuwa nafunga na kuomba, nilishaacha. Nilikuwa naenda mlimani na maliza ya Arusha hata miezi 2 niko pale juu. Mungu ananionyesha kila kitu. Matatizo ya mtu ananionyesha, naweza nikasimama naangalia matatizo ya mtu kuanzia alipoanzia mpaka mwisho, lakini vitu vyote viliziba. Sasa hivi unaona matatizo yako tu? Naona matatizo yangu tu. Ulionayo ndani. Lakini Mungu na ya watoto wako. Ndio. Watoto wangu wakitaka kuwatega chochote. Kuna mtoto wangu mwingine nilimtoa kwenye pango la mti. Sasa hivi watoto wako wanashughulika na nini? Mtoto wangu mmoja ni driver, lakini ndio hivyo wanamdhulumu hela, hapati hela. Ni driver. Una wakike wangapi? Wakike 4. Wameolewa wangapi? Aliyeolewa vizuri ni mmoja tu. Wengine ni mateso matupu. Ndio baba. Nao wa kiume? Wa kiume wako 4, wote ni mateso, na wenyewe watoto 2 wameokoka vizuri sana. Mwingine yuko Mbeya na mwingine yuko Mpanda. Lakini wokovu wao ndo ule hawana kitu. Yaani baba hawana kitu. Wana Yesu. Lakini mfukoni hamna kitu. Hamna kitu baba. Kwa hiyo sina mtoto wa kuweza hata kunisaidia au kuniinua. Kwa hiyo watoto 8 wote. Watoto 8 wote. Hamna kitu. Hamna kitu, baba yao alishakufa siku nyingi. Na mume naye akatangulia. Nikasema mimi siwezi. Sasa hivi unakumbatia mito. Ndio. Kabisa. Nishajitoa kwa Yesu baba. Alishajitoa kwa Yesu. Ndio. Yesu ni mume wa wajane. Ndio baba. Unga 3,000. Wamama mlio na watoto, unga wa virutubisho 3,000. Mama, hasa wewe uliyebemenda mtoto wako, unga 3,000. Wamama mlio na watoto simameni. Wale mlio na watoto, inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, mimi nina uzao. Mateso ya uzao wa mwanamke huyu yasiingie kwenye uzao wangu, kwa jina la Yesu, amen. Kwa mama,
Wewe unabeba na mifuko yote miwili unaenda nayo? Ndio, hiki kikapu nimenunua jana, waga nabeba hiki, mwingine naweka kwenye lambo. Nabebaga mifuko 20. Mifuko 20. Ndio, nashinda mchana kutwa natembea. Mchana kutwa. Nafika Mbezi, nafika Mikocheni mpaka Kariakoo. Sasa niwaulize. Huyu mama tumeshaona la kwake. Je, tumwambie uwazi au tutumie hekima? Niambie. Tumwambie uwazi. Amen. Sasa ngoja nikuulize. Lakini tatizo lake si tumeshaliona? Alafu si Mungu analiondoa leo? Sasa tumwambie uwazi au tuondoe tu tatizo? Jamani, watu wataumizana. Jamani. Mungu alishaniambia hata ukiniambia nina amani. Mungu alishaniambia. Jamani, ngojeni niwaambie. Mara nyingi Huyu mama aliyemuharibia maisha ni mwingine. Lakini kachukua konokono anayetembea barabarani wakati mvua inanyesha. Mnajua wakati mvua inanyesha huwa kuna wale konokono wanatembea. Mvua ikikatika unakutana nao, si ndio? Yule mtu kachukua yule konokono, kamtoa konokono ndani, kabaki na ganda. Kaenda msibani, anachukua majivu. Yale majivu anayatengenezea dawa. Anachukua nguo ya mtu ambaye ni ndugu, anaweka kwenye lile gamba la konokono, anakwenda anatupa kaburini. Popote utakapozunguka, mpaka katika ndoto zako, unakuwa unamuona huyo ndugu yako ambaye nguo zako zimewekwa ndani ya lile gamba la konokono. Kwa hiyo hata kama ni kuchukia, utamchukia ndugu kwamba ndiye anayekuloga, lakini aliyekuloga ni mtu mwingine. Aliyemloga huyu sio ndugu yake, kalogwa na mtu mwingine. Amina. Profesa. Aliyemloga huyu ni mtu ambaye alikuwa na mahusiano na mume wake wakati huyu ana mtoto wa pili. Amina. Sema. Wakati huyu ana mtoto wangapi? Na ilibaki chupu chupu. Ndoa yake ingeishi hapo. Sasa mchawi anaweza akakuloga wewe, akavaa sura ya jirani yako au ya mama yako au ya baba yako. Amina. Na kila utakapokwenda ndiye utakayejua kwamba ndiye anayekuloga. Amina. Wale mliokwenda kumwangalia, sogeeni hapa mbele yake. Muangalieni kifuani hapa upande wa kulia. Hapa niangalieni. Muangalieni hapa. Mtaona ana chale mbili. Amina. Alipochanjwa hizo chale, ndo sasa ile neema iliyokuwemo ya karama ikaondoka. Jesus. Amina. Ambapo sasa uchawi aliologwa huyo mama ni sawa sawa na uchawi aliologwa yule mama pale. Huyo naye nenda pale na wewe. Na huyo naye anachale. Na yeye zimechanjwa eneo moja. Hapa. Unazaliwa ukiwa na kitu cha kukufanya utofautishe na watu wengine duniani, lakini unakufa kama takataka. Amina. Alichologwa huyo hapa ndo kama huyu kaka hapa. Mnamwona huyu kaka? Simama. Na yeye pia naye pia, ila sasa yeye wamemchanja upande wa kulia hapa. Amina. Unazaliwa na kitu kikubwa. Amen. Lakini unaishi maisha ya kubahatisha. Wababa, simameni mumwangalie huyo kaka hapa. Hapa. Mwangalieni kulia hapa. Mtaziona ziko wazi. Ziko wazi.
Peleka maiki pale. Mkiziona mniambie. Zipo. Tena nyingi. Nyingi Yes. Prophesy, man of God. Lakini sasa angalieni, kwa nini kuna vitu nawaambia leo Mungu atumie hekima. Ambaye alimloga huyu kijana, mwanae ni injinia na ni watu wa ukoo huu mmoja. Amina. Sasa wakati huyu anabangaiza maisha, mwenzake anakula kiyoyozi. Yaani nikwambia jambo moja kwamba unapoteseka wewe leo, kuna mtu anakula raha kutokana na neema ya maisha yako. Amina. Tumwache aendelee au tumnyang'anye? Tumnyang'anye. Tumwache aendelee au tumnyang'anye? Tumnyang'anye. Haya, ngoja huyo mama naye mmeziona? Tumeziona. Mmeziona? Ndio. Na kwake pia mmeona? Mama, na wewe umeona kwa mwenzako? Ndio. Kwa huyo mwenzako umeziona? Umeona za mwenzako huyu hapo? Ndio baba. Umeziona? Ndio. Wewe si ni mtumishi wa Mungu? Ndio baba. Wewe ulikuwa mtumishi wa Mungu? Ndio. Umeziona mwenzako alivyologwa hapo? Ndio na wewe ulivyologwa hivi. Amina. Sasa nataka niwachekeshe. Amen. Kumbe watumishi wa Mungu nao wanalogwa. Hebu sema mahala ulipo kwamba shetani ni mshenzi. Shetani ni mshenzi. Kama mtu kapanda hadi ndege kaenda sijui Zambia, kaenda Marekani, alafu karogwa huko karudi kuja kutembeza unga. Amina. Mama, sasa vipi, unaonaje hali ilivyo? Wewe ndio ulikuwa unasema tuseme. Unaionaje hali jinsi Mimi ilivyo? sema tu. Tutumie hekima au tufanyeje? Hapana, kutumia hekima. Mimi moyo wangu ndio utakao tumia hekima. Kuongea na yule mbaya wangu, hata nijua nitamwambia, ila ishara yeye atajua kama mimi tayari nafahamu kila kitu. Mama. Lakini naomba ni wewe taja tu baba. Sio mateso yao ninayopata. Watoto 5 ninao. Wote wanaume watupu. Mwenye kazi huyu na amue kukupa au kutokukupa. Una watoto wangapi? 5, wote wanaume watupu. Wote wanaume watupu. Wote. Mwingine huyo 2002 ndio mvuta bangi tu. 2002. Ndio mvuta bangi. Mvuta bangi. Hao wengine Hao wengine wanafanya kazi, lakini ukimuomba kakupa sana 10,000. Kwa mama kuzaa umezaa. Nimezaa 5 baba ninao. Tena wa kiume. Wote wadume. Mwenyewe walipokuwa watoto akasema Mungu amenipa madume. Mwenye kazi mmoja tu, lakini akupe unakopa 6,000 ya kuja kanisani. Kanisani jana unakopa. Nakopa. Na watoto unao. Na mwingine ana kazi. Mwanajeshi kabisa. Mwanajeshi kabisa. Mwanajeshi nimemuingiza mwenyewe. Umemwingiza mwenyewe? Mwenyewe. Nilikuwa mpishi jeshini. Nilikuwa nakoroga uji na unza, nikapata nafasi. Nikamuingiza. Leo akusaidii chochote. Ndio anakujibu ujanizaa peke yangu, kuna wengine umewazaa. Anakwambiaje? Ujanizaa peke yangu. Ujanizaa peke yangu. Kuna wengine umewazaa. Kuna wengine wakupe msaada. Astaghfirullahil azim. Sio akili yake. Nafahamu kwamba si akili yake. Ndio maana siwezi kumlaani. Sasa niwaambie kitu. Hebu mama njoo ukae hapa. Yaani waonyeshe huyu alivyorogwa vibaya. Amina. Kaa. Vua socks. Yes. Tukuonyeshe ulivyorogwa vibaya. Amina. Hebu inua mikono mahali uliposema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nililotendewa linaonekana leo. Na aliyelitenda hatabaki salama. Popote pale alipo duniani. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Amina. Bi mama ni kweli amezaa. Amen. Lakini huyu mwanae ambaye ana ajira
ana madeni mengi mno. Kwa hiyo hata pesa akiipata pia asilimia kubwa inaenda kwenye madeni. Shida ni nini? Aliyemloga huyo mama ndo kamharibia na uzaa. Huyu mama yeye kwenye mguu wake wa kushoto wamemchanja hapa. Hiyo ni nguvu ambayo inakuharibia uzao wote. Amina. Hapa. Mwangalieni, sogea mchungaji. Oh yes. Mmeshaona tayari? Ndio tumeona. Mmeshaona tayari? Ndio. Si alikuwa amevaa stocks jamani? Ndio. Mimi nimeonaje? Mungu amekuonyesha. Amina. Mchungaji Jennifer, Nabii Jennifer, nenda na wewe uone. Mchungaji wa Dodoma, njoo uanze kupokea roho ya kuona vitu vya rohoni. Vya rohoni havioni kwa macho ya kawaida. Oh yes. Angalia mama mwenyewe aliyelogwa, kashikilia pale pale kwamba hizi hapa. Yaani baada ya kuziona kuonyesha sasa ameweka mkono pale pale. Nendeni muone. Sogeeni, nendeni muone. Nendeni awaonyeshe yeye mwenyewe. Amina. Kwa hiyo leo hata akiwalaumu wale watoto sio walio wanaomkataa. Hawa sio kwamba hawataki kumsaidia. Aliyelogwa ni mama yao. Nguvu inaharibu kila wanachokifanya watoto. Je, wewe una watoto au ili mradi umezaa watoto? Mwambie jirani yako leo hayo yote yanakwenda kuisha kwenye kisima cha maji ya moto. Amina. Rudia tena mara ya pili. Nyie mlioangalia, njooni hapa mniambie mmeona nini? Tumeona chale ni kama kovu. Nabii Jennifer, umeona nini? Nimeona chale ambayo tayari imekuwa na usugu fulani. Imekuwa na usugu. Yes. Dada umeona nini? Nimeona chale. Ndio. Umeona nini dada kwenye mguu wake? Nimeona chale ziko kama kovu fulani hivi. Nimeona chale zipo kama kovu hivi. Umeona Nimeona chale zipo kama kovu. Sasa unaona hapa? Nimeona chale. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nimeona chale. Unaona mama anavyomlaani mtoto wake? Kazi kamtafutia mwenyewe. Lakini aliyemtafutia kazi ndo aliyelogwa. Ili chochote ambacho hata yule mtoto aliye na kazi anachokipata kisambalatiki. Kiukweli yule mtoto akija hapa akisimulia yanayompata kuanzia kazini kwenye uchumi wake, wote tutamhurumia. Aliyelogwa ni nani? Mama. Sasa tumuulize tena huyu mama. Mama, unataka kujua zaidi? Mimi nataka kujua. Nani aliyekologa? Ni nani? Lakini simfanyi chochote. Kwa sababu kama mwanangu ambaye ananinyima hata 200 inapita, lakini sijai kumtamkia neno baya. Zaidi ya kuwa anakuja na picha kila siku namwombea mwanangu baraka. Sijai kumlaani. Na huwa anasema mwanangu najua sio kosa lake. Sababu haiwezekani, mbona zamani sikuwa hivi? Na leo imekuwaje niwe hivi? Nashindwa hata 200 nalala ndani na sijala. Unalala na njaa. Na njaa. Na mtoto ana kazi. Na ana kazi. Na umezaa watoto 5. 5. Maana yake ni kwamba watoto 5 wanashindwa kumlea mama mmoja. Ila mama mmoja aliweza kuwalea watoto 5 mpaka wakakua. Ni kweli. Mnaielewa hiyo sentence? Watoto 5 wanashindwa kumlea mama mmoja. Mama mmoja aliwalea watoto 5. Mama aliyewalisha watoto 5, watoto 5 wameshindwa kumlisha mama mmoja. Nini kimetendeka? Amen. Nguvu ipo kwa mama yao. Haya mama, Yesu amekuona leo. Subiri kidogo tu. Kila kitu kitakuwa wazi, sio muda mrefu. Amina. Amen. Haya mama mlio na watoto, njooni hapa niwagawie unga wa lishe. Njooni hapa niwagawie unga wa lishe. Pokea baraka. Pokea baraka. Pokea baraka kwa jina la Yesu.
Mama, huu ni shilingi ngapi? 2500. Huu ni 2500. Ndio. Haya. Pokea baraka. Pokea baraka kwa jina. Njoo na mwanao. Kama hauna mtoto, njoo na mwanao. Pokea baraka. Amina. Pokea baraka. 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 Haya. Mungu awabariki. Hapa nimebaki na daftari. Daftari liko chini. Hili daftari lina maandiko ya Mungu. Mama, humu ndo wale unaowadai unawaandika humu? Hapana, la madeni limebaki nyumbani. La madeni limebaki nyumbani. Ndio. Leo umekuja na moyo wa keshi. Ndio baba. Leo la madeni mama kaacha nyumbani. Ndio. Amekuja na moyo wa keshi. Amina. Kwa hiyo mama, huu unga jumla ulikuwa wa shilingi ngapi? Jumla ulikuwa 72,500. 72,500. Ndio. Na 500. Ndio. Mimi nakupa 200,000. Amina baba. Mungu akubariki baba yangu. Mungu akubariki baba. Amina. Sasa nenda kwa yule mtumishi pale, uanze kumtumikia Mungu madhabahuni hapa. Nashukuru sana baba. Sawa. Nashukuru Yesu. Asante Yesu. Nilisema kusudi lako litimie baba. Ulishaniotesha ndoto kubwa baba. Ndoto yako ikiamilike baba, niko tayari mbele zako. Niliitwa kwa jina. Niliitwa kwa jina jamani. Ndio. Niliitwa ugenini kwa jina. Yesu anaongea. Aliongea na mimi, ninakuita. Yesu aliongea na wewe. Ndio. Akakwambia nini? Akaniambia nataka unitumikie. Akakwambia nataka umtumikie. Ndio, nilikuwa nikifanya biashara zinakufa tu. Nikifanya biashara zinakufa. Ndio. Nikaingia kwenye maombi ya siku 10. Ndio. Siku ya 7 nikaisikia sauti inasema nataka unitumikie. Ukaanza kumtumikia. Ndio, hapo nilikuwa naishi tu. Baadaye upako ukaondoka kabisa. Ndio, nilienda kabisa. Nimesoma na chuo cha Biblia. Umesoma na chuo cha Biblia? Ndio, Mwanza kwa Lawrence Madige, na kadi ya uchungaji ninayo. Na kadi ya uchungaji unayo? Ndio. Lakini sasa hivi haufanyi kazi yoyote. Unauza unga mtaani. Yesu amekuita tena leo. Asante Mungu. Yesu amekukumbuka tena leo. Yesu amemkumbuka tena leo. Yesu amemkumbuka tena leo. Yesu amekukumbuka tena leo. Roho shaka. Oh yes. Yesu asante. Asante Yesu. Nenda pale mama kupokee pale. Oh.